Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ameionya Iran kuacha kuunga mkono kundi la wapiganaji wa Kihouthi na ameahidi kuiwajibisha nchi hiyo kikamilifu kwa matendo ya kuwa wakala wake. Hii inakuja wiki mbili baada ya kiongozi huyo wa Marekani kutuma barua kwa viongozi wa Iran kutoa njia ya kuanza tena mazungumzo ya nchi mbili kati ya nchi hizo juu ya mpango wa nyuklia wa Iran unaoendelea. Donald Trump amesema hata iruhusu ianze kufanya kazi. Donald Trump amesema kwamba moja kati ya nchi ambazo zimekuwa zikiunga mkono wapiganaji hao wa Kihouthi aliowaita magaidi ni pamoja na Marekani. Amesema waasi wa Kihouthi wanaripoti milipuko katika maeneo mbalimbali ya eneo la bahari, lakini wanapata jeuri hii kutoka kwa Iran, na hivyo tunaionya Iran isiendelee na msaada kwa magaidi hawa, anasema rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump. Wapiganaji wa Kihouthi wameripoti milipuko katika eneo lao siku ya Jumamosi katika mji mkuu wa Sanaa na mkoa wa kaskazini wa Saada, ngome ya wapiganaji hao wa Kihouthi katika mpaka wa Saudi Arabia, huku mashambulizi zaidi ya anga yakiripotiwa katika maeneo hayo mapema Jumapili. Picha katika mitandao zinaonyesha moshi mweusi mwingi kwenye eneo la uwanja wa ndege wa Sanaa unaojumuisha kituo kikubwa cha kijeshi, ambapo Wahouthi pia waliripoti mashambulizi ya anga mapema Jumapili kwenye majimbo ya Hudaida, Baida na Marib. Wizara ya afya inayoongozwa na Wahouthi imesema mapema Jumapili kwamba idadi ya vifo imeongezeka hadi 31, wakiwemo wanawake na watoto. Hata hivyo, kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa, zaidi ya watu 100 wamejeruhiwa kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Marekani katika siku ya Jumamosi, kutokana na kile ambacho Marekani imesema hiki ni katika kuhakikisha kwamba wanaliondosha kabisa kundi hilo la wapiganaji wa Kihouthi katika eneo la ukanda wa Mashariki ya Kati. Rais Trump alisema atatumia nguvu kubwa mno hadi wapiganaji hao wa Kihouthi ambao wanaungwa mkono na Iran wasitishe mashambulizi yao dhidi ya meli katika Bahari Nyekundu. Bwana Trump alisema aliamuru mfululizo wa mashambulizi ya angani katika maeneo yanayoshikiliwa na Wahouthi nchini Yemen siku ya Jumamosi, ambayo Wahouthi walisema vimesababisha vifo vya watu zaidi ya 50 na kwamba zaidi ya watu 100 wamejeruhiwa. Kwa mujibu wa rais wa Marekani Bwana Donald Trump alisema wapiganaji wetu jasiri sasa hivi wanafanya mashambulizi ya anga kwenye ngome za magaidi, viongozi na ulinzi wa makombora ili kulinda meli za Marekani, anga na mali za majini na kurejesha uhuru wa usafiri wa majini, Trump alisema katika chapisho la mtandao wa kijamii, akisema hakuna jeshi la kigaidi litakalozuia meli za biashara na za majini za Marekani kusafiri kwa uhuru kwenye njia ya maji ya dunia. Pia alionya Iran kuacha kuunga mkono kundi hilo la waasi, akiahidi kwamba lazima aiwajibishe kikamilifu nchi ya Iran kutokana na tabia zake za kuendelea kuiunga mkono na kutoa silaha kwa kundi hilo la wapiganaji la Wahouthi ambalo wakati huu Donald Trump ameliweka katika makundi ya kigaidi. Hata hivyo, Wahouthi wenyewe walifanya mashambulizi mazito kwa kutumia makombora zaidi ya 18, makombora ya ballistic kuelekea katika meli ya USS Abraham, meli ya Kimarekani, na imesema itaendelea kufanya mashambulizi kadri itakavyowezekana kutokana na tabia ya Wamarekani kuonyesha uonevu wakati wote, hasa kwa mataifa ya Kiarabu. Kadhalika, Wahouthi wametoa onyo kwa Marekani wakisema kwamba kamwe hawatoacha kulipiza kisasi kutokana na kile ambacho Marekani imekifanya, na kwamba muda wowote na wakati wowote wameapa kushambulia meli za Kimarekani, lakini pia kuhakikisha wanafanya operation maalum kwa ajili ya meli hizi za Marekani pamoja na ndege zao za kivita. Afisa mmoja wa Marekani alisema huu ni mwanzo wa mashambulizi ya anga dhidi ya kuwalenga Wahouthi ambayo yanatarajia kuendelea, na afisa huyo alizungumza kwa sharti la kutotajwa jina kwa sababu hakuruhusiwa kuzungumza. Nasruddin Amer, naibu mkuu wa ofisi ya vyombo vya habari vya Wahouthi, alisema mashambulizi ya anga hayatawazuia na watalipiza kisasi dhidi ya Marekani. Sanaa itasalia kuwa ngao na usaidizi wa Gaza na kamwe haitaacha bila kujali changamoto, aliongeza kwenye mtandao wa kijamii. Msemaji mwingine Mohamed Abdul Salam kwenye ukurasa wake wa X alitaja madai ya Trump kwamba Wahouthi wanatishia njia za meli za kimataifa kuwa za uongo na za kupotosha. Mashambulizi hayo ya angani yametokea siku chache baada ya Wahouthi kusema kwamba wataanza tena mashambulizi dhidi ya meli za Israel zinazosafiri kutoka Yemen kujibu vikwazo vya hivi karibuni vya Israel dhidi ya Gaza, wakielezea onyo hilo kuwa
linaathiri bahari ya Sham, ghuba ya Aden, mlango bahari wa Bab el-Mandeb na bahari ya Arabia. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia na utapata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News.